Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba Media? Mimi ni binti Paul Imelda Paul, karibu tupeane taarifa mbalimbali za kimichezo. Tunafahamu ligi kuu ya NBC kwa msimu mwaka 2024-2025 uko tamati, uko dakika za jioni tu. Zimesalia raundi 2 ama 3 kwa timu zingine kumaliza msimu kwa mwaka husika. Niko na mdau wa kimichezo Edgar Kibwana, tutaenda kuzungumza naye mtazamo wake kwenye kwa msimu huu mwaka 2024-2025. Yapi maoni yake, lakini bila kusahau mchezo ambao unaumiza watu wengi sana kichwa, mchezo nambari 184 ambao unahusisha watani wa jadi, nazungumzia Yanga dhidi ya Simba. Wananchi wanazidi kusisitiza wacheze, lakini pia kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi wanaendelea na maandalizi ya mchezo husika. Endelea kufuatana nasi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuanzia Instagram, kule Facebook, Twitter na ku YouTube channel yetu tunafahamika kama Kishamba Media. Director Moji yuko nyuma kamera. Edgar, mambo? Inakuaje? Uko vizuri? Mungu ni mwema. Wewe? Wadau wanasemaje? Wadau wa dio. Wadau wanasikitika tu, nyakati hizi ligi inaelekea kuisha, basi burudani itakuwa kama imepungua ya mpira wa miguu, lakini naambia kuna klabu bingwa dunia inakuja. Klabu bingwa dunia, alafu tutaanza kuumizana vichwa kwenye tetesi. Na tetesi za usajili, nani anakwenda wapi na anakwenda wapi. Umeona bwana, ndio nyakati zake hizi, lakini niambie. Tugusie msimu husika ambao tumebakiza mechi chache, raundi 2 au 3 kwa baadhi ya timu. Tuombe maoni yako kwa kile ambacho umekitazama kuanzia mwanzo wa msimu. Imekuwa ni tough league, ligi ambayo unaweza kusema ushindani umeongezeka sana, na hizi kwa timu za taasisi. Unajua tuna timu 3 tu za wanachama, Yanga, Simba pamoja na Coastal, lakini timu nyingine zote za mataasisi. Unaweza kaona taasisi nazo zinawekeza sana katika eneo la mpira wa miguu, jambo jema kwa faida ya mpira wa miguu nchini na michezo kwa ujumla wake. Kwa ushindani umeongezeka, na kwa sababu mzunguko wa hela umekuwa mkubwa, wachezaji wanapata hela, na ukikutana nao wanakuambia kweli hela kulisha nyumbani, ya kuishi, kufanya maendeleo, kujenga, sijui kufanya vitu vingine ambavyo vya maendeleo vinapatikana. Kwa hiyo unaweza kaona wakati tunasifia kwamba ushindani umeongezeka, sio tu uwanjani, hata maisha pia wachezaji yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kisha kujua hilo, ukikaa na Amri Kiemba anakuambia kati anacheza hivi sasa tofauti sana. Wachezaji wengi wana maisha mazuri. Kwa ushindani umeongezeka, unaweza kaona timu ambayo imeshuka labda Ken God, Kagera acha ashuke, kwa ni zamu yao. Kwa nini sasa ashuke? Walikuwa na masiara mengi kwenye maisha ya mpira, na wakati tunazungumzia Mtibwa kwamba binafsi niamini Mtibwa anapaswa kushuka ili wajifunza, wamerejea ligi kuu, nategemea uendeshaji utakuwa tofauti. Hivyo kwa Kagera wanapaswa kushuka, kwa sababu usikane kila msimu chupu tokea hapa mtokea kule, ujanja mwingi kwenye uendeshaji wa timu, lazima ushuke. Kwa wameshuka, so bahati mbaya ndio uwezo wao ulipoishia. Yes, kwa ushindani ni mkubwa na unaendelea kuwa mkubwa katika ligi kuu. Umezungumzia kwenye eneo la ushindani, na msimu huu ndo timu nyingi zimeweza kudhiminiwa na mdhamini mmoja. Watu ikiwa wakishinda mchezo wanaanza kuzungumzia hilo. Liliona ni changamoto kwa timu kuendelea kupata udhamini kwenye timu mbalimbali? Kanuni ziko kimya sana, ziko bubu, na ni jambo ambalo linafikirisha kwamba mdhamini mmoja anakuwa na timu, anadhamini timu zaidi ya 4, 5, 6. Kulipaswa kuwepo na mwongozo, lakini naamini katika maboresho ya kanuni kuelekea msimu ujao huenda kukawa na maelezo na namna ya kuweka sawa hilo. Katika picha kawaida tulikuwa tunashangaa, na watu wengi walikuwa wanashangaa hii inakuaje, kwa sababu inawezekana kwenye mamlaka walikuwa wanaona ni jambo la kawaida, lakini katika uhalisia, ukija katika uhalisia mpira miguu na namna ambavyo unavyoendeshwa, ilikuwa inatoka kasi mkubwa sana. Kwa hiyo nategemea kwenye maboresho ya kanuni club ambao ndio wahusika kubwa custodians wa ligi kulizungumzia hilo, kuona namna gani ambavyo linaweza likawekewa mazingira ambayo isionekane kwamba huyo anayedhamini alafu tena na klabu yake mama ambayo ndio amefanya uwekezaji, ikaonekana kama ni upangaji wa matokeo, kwa sababu kinachoonekana kama upangaji wa matokeo. Kwa hiyo ni namna ambavyo club zitalizungumzia hilo katika maboresho ya kanuni, ili kuondoa changamoto hiyo. Changamoto ziko nyingi, ukiacha hilo mashabiki, mechi kuahirishwa, unaona bado watu wanamzungumzia Wallace Karia pamoja na mazuri yake mengi, lakini ana madoa pia mengi sana katika mpira wa miguu, ambayo yamechafua taasisi ya TFF, bodi ya ligi na mpira kwa ujumla wake. Kwa kama hizo mechi kuahirishwa bila sababu, kanuni hazieleweki, na vitu vingine vingi, mashabiki wanaonekana kama ni watu wachukuliwi katika upekee, umeona bwana.
Kwa tuna mambo mengi kwa kuboresha. Lakini ndio changamoto za ukuaji. Kwangu mimi changamoto za wadhamini tunabidi tuendelee kuwalinda au tutafute na tuwalinde ama waondoke wafungulie fursa wadhamini wengine? Hapana, tuwalinde waliopo, wengine wanaweza kaingia katika namna nyingine. Keki ni kubwa sana. Keki ni kubwa mno. Wanaweza kaingia katika namna nyingine. Na hii keki haishii tu kwa maana ya sponsorship ambayo inakwenda direct kwa bodi ya ligi au vilabu. Clubs napaswa kuona the way forward ya namna kutengeneza pesa nje ya udhamini ambao wanao au upo wa ligi kwa ujumla. Lakini pia idara ya masoko ya TFF kuona namna gani ambavyo wanaweza kaendelea kutengeneza mazingira ya sponsorship kuja ama wadhamini wengi kuja. Kwa hivi sasa kwa haya ambao yanaendelea, wapo ambao wanaichungulia hela, twende pale sisi tukaibika, twende pale sisi tukaibika, kwa sababu ya sintofahamu nyingi ambazo zinatokea. Mechi haichezwi, muda wakati mwingine mechi sio rafiki, umeona bana, mashabiki nao wanazungumza ya kwao. Kwa hiyo tuna mengi ya kuyafanya kwa ajili ya kuwalinda kwanza wadhamini waliopo, lakini pia kuifanya bidhaa ya ligi kuu kuwa ni keki ambayo ni kubwa na wadhamini wana nafasi ya kuingia kuweza kudhamini, kwa sababu kwa wenzetu ligi na sponsors wengi, klabu ina sponsors zaidi ya 7, 8, 9, 10 kwa sababu ya mahitaji na namna ambavyo klabu zinavyojipambanua na ligi inavyojiweka pia mbele ya macho ya wadhamini. Ukiachana na Young Africans ambaye amekuwa dominant kwenye miaka mitatu kwenye ligi kuu ya NBC, tuwazungumzie ambao mwanzoni wa msimu walisema wanajenga timu. Tupe maoni yako kuhusiana na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, na ni kweli wanajenga timu, na kwenye ule ujenzi wewe kwa jicho lako umeona wamefikia wapi? Wanajenga timu. Kuna viashiria vingi sana vya kuonyesha kwamba wanajenga timu. Maingizo ya wachezaji alikuwa ni mengi kuelekea msimu huu. Kocha ni mpya. Bahati nzuri alianza pre-season na timu. Ikatokea katikati timu ikawa imejengeka kiushindani vizuri. Wakaanza kushindana katika ligi, wakaja kwa CRDB Federation Cup, wakafika finali ya shirikisho barani Afrika. Huwa inatokea katika ujenzi wa timu kakuta mnakwenda beyond kile ambacho mmekitegemea. Inawezekana mazingira ni mazuri, wachezaji wameclick, mwalimu anaeleweka, kuna umoja katika klabu, huwa inatokea. Na mtu mwingine akisema kwamba Simba wamefluke, kakangu Kemba alizungumza hilo, ni kweli, kwa sababu matarajio ilikuwa ni kuifanya timu ishindane, lakini kuitengeneza timu ya ushindani kwa muda mrefu. Lakini wanasema timu kubwa lazima ziwe zinapata matokeo kwa kuendelea kutengeneza kikosi. Na ni kweli unachosema, lakini nikuulize tu wewe, ulitegemea Simba angechukua ubingwa msimu wa NBC Premier League kabla msimu hujaanza? Hapana. Definitely ilikuwa Yanga ndio anapewa nafasi. Lakini iliwapunguzia sana pressure kwa maana ya kuona namna gani ambavyo uelekeo wao pamoja na kwamba wanapata matokeo, lakini ikaja kuongezea nguvu walivyoona wanaanza kupata matokeo ambayo ni mazuri kwao. Kwa mwisho wa siku kama inawezekana na wakajikuta katika mazingira ambao wanaongoza ligi kabla ya kuteleza katikati na Yanga kuchukua hatamu kuongoza ligi. Kwa hiyo sasa tunazungumzia gap ya point moja baina yao. Kwa hiyo ni katika mchakato wao kujenga timu. Unaweza kusema imetokea timu imeclick kwenye mazingira ambayo na I think nobody expected. Hata kumuuliza shabiki yote kabla ya msimu kwamba unaiona wapi timu yako kwa msimu ambao bado hujamalizika, wengi walikuwa hawaioni timu ya kushindana na Yanga katika ubingwa wa ligi kuu. Mazingira yapi yalikuwa mepesi kwao mpaka hivi sasa wanaelekea kwenda kupambania ubingwa wa ligi kuu ya NBC? Na mazingira ya pressure kupungua hasa kwa mashabiki. Waliona timu imaliza nafasi ya 3 msimu uliopita. Msimu huu walikuwa wanaamini kwamba huenda mazingira yakawa yale. Hata kama yakitokea watafanya vizuri, basi haitakuwa vile ambavyo wengi walitegemea. Lakini imekuja kuwa na sura tofauti, na hapa ndo unampongeza Fadlu na benchi lake la ufundi, maono ya uongozi wa Simba ambao walikwisha sema pia mapema kabla msimu kuanza kwamba wanajenga timu. Namna gani ambavyo umoja wao kwa kushirikiana na benchi la ufundi na wachezaji ambao wamewaleta, so wote wameclick. Kuna baadhi yao wameonekana kutokuwa na msimu mzuri, kwa wataamua wanaendelea nao kwa ripoti ya kocha Fadlu. Kwa hiyo kwenye ujenzi wao wa timu umeniuliza asilimia ngapi? Wakasema asilimia 70 fika finali pia ya shirikisho.
70% wanaonekana wako vizuri. Maingizo atakuwa naamini machache kwa msimu ujao kuifanya timu ikashindana zaidi ndani pamoja na nje ya uwanja. Wakikosa ubingwa sasa hivi, ubingwa pekee uliobaki nao mbele yao ni ligi kuu ya NBC. Wakiweza kumaliza mechi 3 vizuri, huenda wakikosa ile pressure itonyanyuka tena kwa ajili ya msimu ujao na watu laumiana. Hawana sababu ya kujipa pressure. Kwanza wajipongeze kwa sababu kabla ya msimu, nazungumzia kabla ya msimu, yalikuwa yanazungumzwa wakati msimu unaendelea mpaka unaelekea ukingoni, ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Wajipongeze kwa maana ya wanaiona project inavyomachua, kwa maana ya timu inajengeka, na nimesema maingizo inabidi yawe machache kwa upande wao ili kuivuruga timu. Kama Fadlu anabaki, basi nafikiri huenda wakawa wazuri zaidi msimu ujao. Kwa hiyo wajipongeze kwa sababu kucheza finali shirikisho ilikuwa ni moja kati ya vitu vikubwa sana kwao. Ligi haijamalizika bado ya NBC Premier League. Tunategemea wakipata ushindi labda Juni 15 na wao kuongoza ligi, basi kwa tunazungumza vitu vingine katika namna ambavyo huenda msimu ukabadilika kwao, badala ya sasa kusema kwamba hamna kikombe, basi kwamba kikombe kinaweza kupatikana cha NBC Premier League. Kwenye msimu huu hatuwezi kuacha kuwazungumzia mabingwa ambao wameshikilia ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Wako kwenye ramani gani na wao una mtazamo gani mpaka hivi sasa walikufikia? Wamekuwa na misimu 4 mizuri so far. Very good project ambayo matunda yake tumeyaona ndani ya hiyo misimu 4. Kuchukua ubingwa mara 3, cheza finali ya shirikisho, it's not a joke, cheza CAF Champions League group stages, cheza robo finali ya CAF Champions League. Ni misimu ya mafanikio so far, wakasema hivyo. Lakini angalizo ni kwamba project yao inaelekea ukingoni, kwa hiyo wanapaswa kuwa smart katika eneo la maingizo mapya ya wachezaji. Kwa wachezaji unaona kabisa kwamba hawana muda mrefu wa kuitumikia klabu. Kwa hiyo ni viongozi na kocha kuona maingizo mapya yanaingia wakati gani kwa ajili ya kuanza tena upya mradi. Umri wa wachezaji wengi unaweza kaona pia umekimbia, na sio dhambi kwa sababu katika mpira wa miguu nasema transition huwa ipo. Kama Simba ambao tunazungumzia kutoka kwenye transition ya msimu wa 4 sasa, kwa Yanga transition yao nafikiri haipo mbali. Haiko mbali sana. Inakaribia kumalizika project. Lakini kuna wakati mradi unaweza kuwa unaelekea ukingoni, lakini wenye maono viongozi wakajua namna gani ya kuweza kufanya ukawa endelevu zaidi. Kwa hiyo ni jukumu lao katika namna ambayo inaweza kawa nzuri ya kuwafanya wakaendelea kudominate soka la Tanzania. Wameanguka safari. Nini chanzo cha sababu ya wao kuanguka na kusimama, ni kuanzia kwenye benchi la ufundi ama ndio wao wachezaji wameanza kushuka kwenye viwango vyao? Wachezaji, jambo la kwanza, baadhi yao wanaelekea ukingoni mwa karia zao. Alafu la pili, mabadiliko ya benchi la ufundi. Wamekuwa na makocha 3 within a season. Sisi wote mashahidi. Lakini changamoto za ndani ya uwanja, majeraha kwa wachezaji, hasa wachezaji muhimu, na wamekuwa ni changamoto yao nyingine. Kwa hiyo hizo ups and downs zipo kwenye maisha ya mpira, na ni sehemu ambayo pia imeonyesha picha halisi kwao kwamba mradi wao ni wa aina gani kwa hivi sasa kuelekea mbele na hatua zipi wanapaswa kuzichukua. Kwa hiyo unaweza kaona kwa hivi sasa mfano kama Stefane ameondoka Aziz Ki, very big deal. Umeona bwana, wanataja wachezaji wengine kuondoka. Ndio namna ambavyo unaweza kusema project inaelekea ukingoni. Kwa hiyo inaweza kuwa ndio mwanzo wa mradi mwingine wa klabu hiyo husika. Ubora wa upinzani upo hapo. Wapinzani nao sasa hivi, wao upinzani nao mkuja kuanza ukabia juu. Hilo aliondoki of course, nao ni moja pia ya sababu upinzani umekuwa mkubwa, lakini kwa mazingira ya club bado nabakia pale kwamba walikuwa step kubwa zaidi kuliko wengine. Upinzani upo, lakini kwangu inaweza kawa ni sababu ya mwisho ukiacha hizo ambazo nimezitaja.
Turejea kwenye mchezo namba 184, moja mchezo ambao umekuwa na vuta ni kuvute. Wengine tayari wameshaweka kambi kwa ajili ya mchezo huo, lakini wengine wanaendelea kusisitiza kwamba wanamalizia mechi za mwisho. Upi mtazamo wako kuhusiana na sakata hili kuanzia Machi 8 na upi mtazamo wako? Ilikuwa moja kati ya kitu cha ajabu sana kwa kutokea katika mpira wetu. So jambo la kwanza lishakitokea hivyo na inasikitisha kwa wadau wa mpira. Lakini yamezungumzwa mengi, sitaki kurudia yale ambayo yamekwisha zungumzwa. Niseme tu kwamba as long as wenye mamlaka ya mpira wamesema mechi ipo, mechi namba 184 Juni 15 wameweka kwenye ratiba, mimi niheshimu mamlaka za mpira wanaosimamia mpira kwa kuamini kwamba mechi ipo. Upande wa pili ambao wanasema hawachezi wamesisitiza kuna baadhi ya watu waondoke, lakini kuanzia jana taarifa zinasema kuna baadhi ya watu wameanza kung'atuka. Ni kweli kwa sababu ya matakwa yao yameshaanza kusikilizwa? Unaliona ndo sababu na wao wataenda kucheza kwa sababu kuna baadhi ya watu washaanza kuondoka? Sitaki kulilinganisha au kulioanisha hilo, lakini kuondoka katika uongozi ni sehemu ya wajibikaji kama vitu haviendi sawa. Na bodi ya ligi wamekuwa katika wakati mgumu sana, na huenda Yanga ikawa chanzo cha mabadiliko ya vitu vingi pia, kwa maana ya uendeshaji na namna ambavyo mpira unapaswa kusimamiwa nchi. Na mimi siku zote nalia na clubs, wao ndo wanapaswa kuwa sauti ya mabadiliko katika mpira wa nchi yetu. Wao wanakaa kwenye vikao, wao ndo wanafanya maamuzi, lakini kuna unafiki mwingi unaendelea baina yao. Wenyewe kwa wenyewe wananafikiana. Kwa hiyo mwisho wa siku hawazungumzi lugha moja. Lugha ya kuogopa, lugha ya kuona kwamba mimi sistahili kufanya hiki, lakini wakiona misimamo huenda tukaona mabadiliko makubwa zaidi haya ambayo tunaona. Kwa hiyo kama Yanga atabakia na msimamo wao huo, huenda pia tukashuhudia mabadiliko makubwa sana kiuendeshaji mbele ya safari. Maana busara zilikuwa nyingi sana. Fike pahala kanuni zifanye kazi. Na busara of course huwezi kuikwepa katika baadhi ya mazingira, lakini tunategemea mabadiliko makubwa mno hasa ya uendeshaji. Na kwa clubs wakati ndo huu. Wakati ndo huu wa kushikamana kufanya yale ambayo walikuwa wanataka yatokee kipindi hiki wakati mchuzi ukiwa wa moto. Wewe ni mdau wa michezo, unazungumza nao watu. Nini ambacho unafikiri kinatakiwa kichukuliwe ili tukio hili lisijirudie? 2021 tu juzi tu limetoka kutokea tukio hili kuelekea huko mbele. Kidhibitiwe nini matukio kama haya yasiweze kutokea? Tuende sawa na ratiba. Actually kwa maoni yangu mimi na ukiwasikiliza baadhi ya viongozi wa vilabu hivi ni kwamba kuna ile hali ya kuoneana haya. Na wavunjifu wakubwa wa kanuni ni Simba na Yanga. Kwa hiyo ifike pahala ili tunyooshane tukae kwenye mstari, lazima kuna wakati wenye mamlaka wavae ngozi ngumu, maana ya kufanya mchezo wa mpira wa miguu kasogea zaidi hapa. Hatupo kwenye nafasi mbaya. Tuko kwenye nafasi nzuri sana. Pamoja na mengi ajabu yanayotokea, lakini tuna nafasi ya kufanya makubwa zaidi kwenye mchezo wa mpira wa miguu na kuweza kuwa kinara kwenye kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hivi sasa kwa upande wa nchi za Afrika Mashariki hakuna shaka ligi yetu ndio ambayo inazungumzwa sana. Na walisia tunaona uwanjani kucheza mafainali haya na nini, ni swala ambalo in the coming 5 years kwangu hata finali za CAF Champions League zitakuwa ni sio jambo la kushtukiza au jambo la kushtusha au bingwa ukija hapa. Tunakaribia kidogo sana, lakini tunaweza tukafika huko kama hatutaoneana haya. Anayekosea anaambiwa ukweli, awe mkubwa kiasi gani, kanuni zikifuatwa, viongozi wa bodi ya ligi wasimamie kanuni, viongozi wa klabu waache unafiki, wawe na umoja, kwa sababu nawajua wengi unajua tu mpira wanafiki, wawe wamoja, mabadiliko haya yanaweza katokea kabisa. Kuna dalili ya kucheza nini? Kucheza mchezo namba 184. Si bodi wamesema upo Juni 15. Wapinzani wengine wanakuja. Sasa hiyo mimi nafuata bodi waliosema. Mimi kama mwandishi wa habari nafuata bodi wamesema nini. Muongozo ukoje? Muongozo unasema bwana Juni 15. Na wameshatoa mpaka kwa wale wakata tiketi muongozo ukoje. Sasa unataka kubishia tena bodi? Hapana. Basi.
Vipi Singida Black Stars tukimalizia pamoja na Azam FC msimu huu? Singida wana nafasi ya kuchukua CRDB Federation Cup kama watu wafanya rotation ya kikosi kwa makusudi. Wana nafasi ya kufanya vizuri. Wana tabia za makusudi. Wana tabia za makusudi wakati mwingine. Wakati mwingine. Lakini kama wataonyesha kile ambacho wamecheza ama wakionyesha dhidi ya Simba, basi itakuwa test nzuri sana kwa Yanga. Moja kati ya finali nzuri sana. Finali nzuri sana kwa maana ya haichukuliwi uzito kwa sababu ya tabia ya Singida pamoja na Young Africans. Yes, of course, na ambayo anazungumzwa mengi kwamba ni mtu na mtoto wake na nini, na ndio maana ni kama haina hype hivi finali, lakini binafsi Singida kwa ile test walompa Simba, kama watacheza na Yanga basi itakuwa one of the best finals kwa kuangalia ubora wa Yanga na namna ambavyo Singida walituonyesha kucheza na timu ambayo imecheza finali ya kombe la shirikisho msimu huu na kuwafunga goli 3-1. Lakini ikiwa tofauti na hapo basi wao wana fluke kwa sababu nao wanaingiza wachezaji wengi na timu pia imebadilika sana majina. Wao wana fluke. Wakiamua fluke wao inaondoka. Lakini wakati mwingine wao wanaikaribisha wao wenyewe. Kwa hiyo ni kweli wanaingiza wachezaji wengi, lakini kocha David kuna kitu amekiweka kwa wachezaji, ile mentality ya kwamba inawezekana msimu kama ukamalizika au tukapata kikombe. Na kikombe ambacho wanacho ni mbele yao cha CRDB Federation Cup dhidi ya Yanga. Unge na Azam FC. Msimu mwingine ambao sio mzuri sana kwao, yanazungumzwa mengi juu yao, yanazungumzwa mambo mengi ya kuwakatisha tamaa, lakini wakiamua, nitumie neno wakiamua, wanaweza waka challenge for trophies nchini kwetu. Hiyo ligi kuu, iwe kombe la TFF, wanaweza hata kuchallenge kwa makombe mengine nje ya nchi. Hiyo asasi shirikisho inawezekana kabisa wakafanya hivyo. Shukrani sana. Asante sana. Mtazamaji wa Kishamba Media, huyo ni Edgar Kibwana, tukao tunazungumza naye kuhusiana na msimu wa mwaka 2024-2025 ukiwa tamati, ukiwa dakika za jioni. Imesalia michezo michache, lakini pia tumegusia mchezo namba 184, moja michezo ambayo inasubiriwa kwa kuonekana kama Young Africans ataingiza timu uwanjani kucheza dhidi ya Simba ama nini kingine ambacho kitachufuatia. Mimi ni Binti Paul, Imelda Paul, endelea kusalia ndani ya Kishamba Media.